Kasip. Leo kama viongozi wa katika kaunti hii tumeweza kujitokeza. Ni huzuni mkubwa, siku ambayo tungesherekea siku ya Kenya yetu kupata uhuru, siku ambayo tungekuwa tunasema nchi yetu tumepiga milestones, kusherekea katiba yetu, kusherekea devolution, kusherekea mambo mengi. Imekuwa ni siku ambayo imekuwa ni siku ya kudhalilisha mwanamke. Imekuwa ni siku ya kiongozi ambaye anastahili kukuwa na hadhi, kuonesha kwamba amepotoka kiakili na kimawazo. Ni siku ambayo ilikuwa leo hii Oldonyiro waliuliza maswali na yale maswali hawajapata jawabu, ila tu kiwanja yao kuchafuka na matusi ambayo ni mtusi mwanamke. Yangu ninaenda kwa institution zenye ziko Kenya. EACC tunataka kujua ya kwamba ni nini wamefanya na mambo ya national cohesion. Tunataka kujua ya kwamba is our governor above the law? Why is he using an international day, a national day to insult women? Si mara yake ya kwanza. Aliona ya kwamba aliponyoka mara ya kwanza, akarudia mara ya pili, na amekosa matusi ingine yote. Matusi yake imekuwa tu chini ya skati. Fatuma Dulo ni mwanamke mwanasiasa, mwanamke ambaye wa kwanza katika pastoral community kuchaguliwa senator. Ni mwanamke amejiweka hadhi yake tangu zama zake yenye alikuwa anasoma shule Isiolo. Ni mwanamke hatujaipata historia yake katika njia potovu yoyote. Si leo hii yeye ambaye amekuja Isiolo kwa miaka 2.5 kutuambia Fatuma ni mtu aina gani. Sisi watu wa Isiolo tunajua Fatuma ni mtu aina gani. Kwa hivyo yeye kwenda kutuambia vitu yenye hatutaki kusikia. Na tunasema ya kwamba kama wanawake viongozi tunajua si moja ama mbili. Tumeona yale maneno alipitia Kawena Mwangaza katika Meru County. Wanaume wameona kwamba matusi za kijinsia ambayo tunaweza kusema sexist imekuwa ni object wanaweza kuitumia kwa hali ya juu, na wameona kwamba no action is taken. I want to ask the women leadership at the national level. Tunataka kujua huyu governor shida yake ni nini? Na kwa nini sheria isichukuliwe? Kwa sababu mimi najua kesho wakati joto imekuwa mingi, tunajua kesho atakimbia State House. Anaenda kupiga picha. Will it be the one that is sanctifying, ama ni ile kitu yenye inamuosha kwa kila dhambi? Imemuosha dhambi ya accountability, dhambi ya matusi na kila kitu. Kwa hivyo we need apology from him. Kwa sababu hata tumia kiwanja ambaye inatumia resources ya public kwenda kutusi kiongozi ama kina mama. Kwa hivyo yangu, baada ya hapa tunaenda kwa EACC na tunaenda kupeleka na kuhakikisha ya kwamba yetu hayatabaki hapa. Kwa sababu hatuwezi kufanya kazi ya kuhamasisha wanawake kuingia katika ulingo wa kisiasa na mambo za uongozi, na wote watakuwa wanaona mwanamke mkubwa ambaye amedestabilize kama anaweza kuwa demeaned na bullied. Wale wengine watafanya nini? Isiolo is the first time tumekuwa na mwanamke elected kama yeye, na juzi ndio tulijaribu 2022 tukaweka mwingine MCA. Wanawake they don't have the political environment. Na saa hii mtu kutusi, mtu anatusi mtu ambaye ni dadake mkubwa, mtu ambaye anatusi mtu